Ya kutoka hapa katika kanisa la TAG DPA chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Hannington Kabuta. Imekuwa ni siku ya baraka kweli kweli, siku ya kipekee sana. Kumekuwa na tukio kubwa zuri ambalo hakika limekuwa la utukufu wa Mungu. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu, askofu wa jimbo hili, Askofu Aaron Mwashilindi, ambaye ameongoza tukio hili la uzinduzi wa magari mawili kwa mpigo. Limekuwepo gari ambalo limenunuliwa, gari la kanisa ambalo limegharimu shilingi za Kitanzania milioni 23, na hili ni gari ambalo limesajiliwa kwa kama kanisa la TAG, kwa maana ya ni gari la mali ya kanisa kwa ajili ya kuwezesha shughuli mbalimbali za hapa na pale. Lakini pia kwa mapenzi mema, mchungaji ameweza kumzawadia mke wake kipenzi Loveness gari nzuri kabisa ya kisasa. Huu ni upendo wa kipekee sana, lakini pia ni jambo la kuigwa kwa wewe mchungaji. Hayupo mama mchungaji, na wewe umefanya nini kwa ajili yake? Lakini pia ni mwanaume, ni jambo ambalo pia ni la kuigwa. Tuko na mwanaume Yesu ambaye alikuwa ni kielelezo kizuri kabisa cha upendo, ambaye alitoa uhai wake kwa ajili yako na mimi. Lakini wewe, kwa yule ambaye unampenda, kuna kitu gani ambacho unaweza ukakifanya kwa ajili ya kufurahisha moyo wake? Mchungaji ameugusa moyo wa mke wake leo kumfanyia surprise kubwa na nzuri sana. Naye amemnunulia gari nzuri kabisa ya kisasa ya kutembelea, na amesajili kabisa kwa jina la Loveness Kabuta, kwa maana ya ameinunua mwenyewe. Na basi niko na mchungaji kiongozi, mchungaji Kabuta. Wacha tusikie ana neno gani kwa siku hii kubwa na ya kipekee sana kwake, kwa hili ambalo amelifanya kwa mke wake. Lakini pia kama ambavyo nimekuambia, magari ni mawili ambayo yamezinduliwa. Gari la kanisa pia, gari la mke wake limemgharimu yeye mwenyewe shilingi milioni 24 za Kitanzania. Basi wacha tumsikie mchungaji analipi la kuzungumza kuhusiana na haya ambayo yamefanyika hapa. Amealika wageni, tunaamini shughuli ni wageni. Analipi pia la kuambia kwa wale ambao wametoa muda wao na wasaa wao kuweza kufika katika tukio hili ambalo limefanyika hapa katika kanisa la DPA TAG ililoko maeneo ya Goba. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Habari za wakati huu? Njema. Hongereni kwa kile ambacho mmekifanya hapa, na tuambie kile ambacho kimefanyika hapa kwako wewe kama mchungaji. Unajisikiaje na mwenendo mzima wa tukio toka ulipoanza mpaka leo mnapokwenda kuhitimisha? Karibu sana. Asante sana mpendwa mtangazaji, na Mungu akubariki sana. Ninaomba nianze kwa kujitambulisha ili angalau mtazamaji wangu wajue naongea na nani na kutoka wapi. Mimi ninaitwa Hannington Kabuta, ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, usharika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly au kwa kifupi DPA. Kanisa letu liko ndani ya jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, hapa Goba, Tegeta A, na eneo maarufu sana linajulikana kama Goba kwa Msabila. Na tunajisikia vizuri kwamba tunamtumikia Mungu, na Mungu ametupa nafasi na ametuheshimu tuwe watumishi wake na watumishi wa watu wake kwa majira haya. Kwa hiyo kwa urahisi tu mtu yote anayetazama anaweza kaniita kama mchungaji Kabuta, mchungaji wa kanisa la TAG Goba hapa Dar es Salaam. Ninajisikia vizuri sana kwamba hatimaye leo Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2025 tumeweza kupiga hatua fulani, na tunamshukuru Mungu kwa mahali ambapo tumefika. Jioni ya leo tumekuja hapa kanisani, tuna ibada maalum ya shukrani yenye malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kumshukuru Mungu kwa kutufanikisha kununua vyombo viwili vya usafiri. Gari la kwanza kama ambavyo nimekwisha kusema ni la kanisa ambalo limegharimu kama shilingi milioni 23, na limenunuliwa kwa fedha ambazo zimetoka kwa wana TAG. Na gari hili litakuwa ni maalum kwa ajili ya matumizi ya kanisa hapa na pale. Tunamwamini Mungu kwamba anaweza katusaidia kuongeza hizi nyenzo kwa ajili ya utumishi. Kwa sasa kwa utumishi tulio nao hasa kwa jiji la Dar es Salaam, kuwa na gari sio luxurious tena, ni hitaji la muhimu, sio anasa. Ni hitaji la muhimu na ni hitaji la lazima. Kwa hiyo makanisa yetu yanahitaji kuwa na nyenzo kama hizi. Ikiwezekana hata private jets, helicopters ilikwenda mbali kuharakisha nuru ya Kristo kufikia mataifa.
Na gari la pili ambalo tumefanikiwa kulipata leo ni gari la Mitsubishi Outlander, ambalo hilo nimelinunua mimi binafsi kwa fedha binafsi za familia yangu kwa ajili ya mke wangu mpenzi Loveness. Ni gari ambalo limegharimu milioni kama 24. Na hilo gari ni maalum kwa ajili ya matumizi ya kibinafsi, ya kifamilia, na utumishi wake wa hapa na pale kama mama mchungaji. Kama unavyojua na shughuli nyingi, ataenda hapa na shughuli nyingi za idara za wanawake au hata kanisa kwa ujumla. Kwa hiyo tumefika ibadani leo jioni chini ya uongozi wa askofu wetu wa jimbo Aaron Mwashilindi, ambaye ndio mgeni rasmi. Lengo la kwanza ni kumshukuru Mungu kwa kutupatia vifaa hivi viwili ambao ni nyenzo za utumishi. Lakini jambo la pili ni kuweka wakfu magari haya mawili ili sasa yaingie kazini rasmi. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa lililotukusanya jioni ya leo. Asante sana. Amen. Natamani kufahamu hiki ambacho umekifanya kwa mke wako ni kitu ambacho yamkini atakayetazama sasa hivi anaweza akajifunza jambo. Ulijipanga kwa muda gani? Kwa sababu ninaamini milioni 24 sio hela ndogo, na umefanya wewe mwenyewe na mpaka ukafikia kuja kulifikisha hili. Mipango yako ulianza lini na ulifanikishaje mpaka ukaweza kulifanikisha hili kwa mke wako? Asante sana kwa swali lako zuri. Swali lako linauliza nimejipanga kwa muda gani. Miaka ya nyuma, kanisa letu hili la TAG DPA lina miaka kama 5 mpaka sasa. Tulianza tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2020. Kwa hiyo 2025 tunaenda kwenye mwaka wa 5 wa kuwepo kwa kanisa hili. Sio kwamba limehamia kutoka mahali, tangu kuanzishwa kwake. Na wakati tunaanza ili kanisa, mimi ninaamini kwenye kanisa la mahali pamoja tunaita kanisa la kienyeji, indigenous church. Ni kanisa ambalo linajieneza lenyewe, linajisupport lenyewe, linajisimamia kwenye mambo mengi. Tunasema self-supporting, self-governing, vitu vingi linajisimamia lenyewe. Sasa kwa slogan hiyo na kwa mtazamo huo, niliona ni vyema wakati tunalianza ile kanisa tumejiandaa kwenye vitu vingi. Na moja ya kitu ambacho tuliamua kukifanya, tuliamua kuwekeza fedha zetu wenyewe kwa akiba tuliyokuwa nayo, lakini pia kwa mikopo. Mimi ni mtumishi wa umma mpaka wakati huu. Kwa hiyo kwa mshahara wangu ofisini nilichukua milioni kama 55, tukanunua viwanja vya kanisa. Wakati huo kanisa halijaanza. Baadaye tukachukua akiba tuliyokuwa nayo tukaingiza pia kwenye kuweka msingi wa kanisa. Wakati huo kanisa halijaanza. Baada ya hapo tulikuwa tuna gari moja, of course ni kagari kadogo tu, kahela chache sana, ambalo nililinunua kutoka nchini Japani. Kuna wakati nilienda masomoni nje ya nchi kwa shahada yangu ya 3. Kwa nilivyorudi kwa neema ya Bwana nimerudi na hilo gari kutoka nchini Japani. Nilipofika Tanzania tukaliendesha kwa mwaka mmoja tu, na wakati tunaanza hii kazi ya Mungu ya DPA nikapata msukumo wa Roho Mtakatifu ndani yangu kwamba tuliuze lile gari na fedha yote bila kutoa hata shilingi 10 iingie kwenye kuweka msingi wa jengo. Kwa hiyo tuliuze lile gari, na nakumbuka ilikuwa ni wiki ambayo tulikuwa tunazindua mpango mkakati wa pili wa miaka 13 ya Moto wa Uamsho. The very same week ndio wiki ambayo tuliuza gari hilo. Na tangu wakati ule, kwa kuwa mke wangu aliridhia, tukarudi kwenye kutembea kwa mguu, kwenda kliniki na watoto kwa miguu. Jambo lile liliweka alama moyoni mwangu. Nikasema siku moja Mungu akinipa neema, kwa kweli nitamnunulia huyu mwanamke gari ambalo litasajiliwa kwa jina lake, na at least litakuwa mara 2 au mara 3 ya gari lile alilolitoa. Kwa hiyo dhamira nilikuwa nayo moyoni. Lakini kama unavyojua mtangazaji, utumishi wa wachungaji una mambo mengi. Hakunaga hela inakaaga kwenye mfuko wa mtumishi wa Mungu. Kila hela ikiingia huku inaenda huku kwa ajili ya utumishi. Kwa hiyo nimekaa na lile jambo, hilo jambo, hela zikai kwa sababu ya mambo mengi. Lakini mimi ni mtu wa malengo. Mwaka huu ilipofika Januari, wakati naandika malengo ya mwaka huu, lengo langu la kwanza, siwezi kuwasema yote, mambo mengine ni very private, lakini lengo langu la kwanza nilisema nataka familia yangu, hani malengo ya familia, sio ya kanisa, familia yangu ikue na kuongezeka
kiroho na kwenye maeneo yote ya kumtumikia Mungu, maombi, utumishi na kadhalika. Lengo langu la pili ni lengo la kununua gari. Nilijiandikia nikasema natamani kununua gari mwaka huu jipya kwa ajili ya mke wangu. Hela sina na sijui zitatoka wapi. Hata ukijidunduliza leo umefanikiwa kuweka milioni 2, kesho zimeota miguu. Leo umeweka milioni 4, kesho zimeota miguu. Nikasema ninamwamini Bwana kwa ile conviction ya ndani kwamba Mungu atanisaidia na kila kitu kitakaa vizuri. Kwa ilipofika mwezi wa 3 mwaka huu ndio nikaanza kuona nuru kubwa. Baada ya kuona okay, leo umepata angalau hizo milioni 2, 3, kesho tena milioni 2, 3, nikasema okay, lile lengo mbona laweza kufikia. Na malengo yangu mwezi wa 3 akabasi ninunue angalau gari la milioni 15, 16, 17. Ndio alikuwa malengo, lakini ndani ya wiki 1-2 za mwisho Mungu akaniwezesha na kunifungulia milango, hatimaye tumeweza kupata gari ya milioni 24 ambayo kwa kweli iko juu, ina CC kubwa sio ndogo, CC 2400. Ina uwezo kubeba watu 7 wakiwa wamekaa vizuri. Ninaamini mke wangu akiwa anatoka hata na watumishi wenzake wa idara ya wanawake, viongozi wanaenda kufanya huduma 1-2, wanaweza wakashare na mwisho wa siku wakapeleka ujumbe wa Mungu mahali. Kwa hiyo nimejiandaa, nimekuwa na hiyo dhamira kwa muda. Lakini maandalizi makali sana yamefanyika ndani ya mwezi wa 3. Niwe mkweli, mwezi wa 3 na wa 4 hii kama miezi miwili ndio imekuwa na hilo jambo moyoni sana. Heka nyingi kupita hapa kwenda kwenye showroom kufanya window shopping, consultations hapa na pale kwa marafiki zangu wa karibu, na mwisho wa siku tumeweza kufikisha hili jambo. Namshukuru Mungu. Katika yote bado nasema ni Mungu ndio ameniwezesha kulifanya jambo hili ambalo leo hii limeleta tabasamu kwa mke wangu mzuri Loveness. Asante sana. Umesema yani ni kwa muda mfupi sana umefanikisha hili. Lakini jambo ambalo umeliongea likanigusa mimi, pengine linaweza likamgusa pia na mtazamaji. Kitendo cha wewe kutoa usafiri ambao ulikuwa ndio wa pekee mlionao kama familia, mkakubali na mke akaridhia kwenda kuliuza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hiki kwa mtu ambaye anatazama sasa hivi ajifunze nini? Asante sana mpendwa mtangazaji wangu. Mimi ninaamini sana kwenye kumtumikia Mungu kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu zote na kwa mali zangu zote. Ninaamini katika sio tu kutoa fedha, mali kama sadaka. Kama itanigharimu basi na mimi mwenyewe kuingia kikapuni. Hiyo ndio imani nilionayo. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wachungaji wenzangu wa jinsia zote, wanaume kwa wanawake. Ninatoa wito kwa watumishi wenzangu mbalimbali, achana na wachungaji kwa sababu kila mshirika actually ni mtumishi wa Mungu. Kuwa na kitu ambacho tunaita ni kingdom mindset. Yani akili zetu na utu wetu wa ndani uwaze utumishi zaidi na sio swala la kutengeneza faida katika utumishi. Yesu anasema katika Marko sura ya 10 mstari wa 45 ya kwamba mimi nimekuja kutoa nafsi yangu kama fidia kwa ajili ya wengi. Na anasema kwa sababu mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika. Ni kitu cha hali ya juu sana alichokifanya Yesu. Na ni somo ambalo kila Mkristo anapaswa kulichukua. Nina mengi sana ya kusema kwenye eneo la kumtumikia Mungu kwa habari ya mali na kwa habari ya kujidhabihu na kujitoa kwa Bwana. Ninachoweza kukisema, Mungu ametuita ili tumtumikie yeye vile tulivyo pamoja na kila kitu chetu. Sidhani kama ingia kwenye uchungaji akiamini juu ya material gaining, kupiga pesa au rasilimali na vitu kama hivyo. Mungu anataka tumtumikie. Haya mambo mengine kama Mungu ataamua kuyaleta, yalete yeye kwa wakati na majira yake. Na of course tunatarajia Mungu atafanya kwa sababu anasema katika Wagalatia, Mungu si dhalimu wala tusidanganyike. Apandacho mtu ndicho afanya nini? Avuna. Ukipanda utoaji, ukipanda ukarimu, ukipanda utumishi, ndicho ambacho kitakurejea. Sasa utavuna lini? Utavuna wapi? Hilo tunamwachia nani? Tunamwachia Mungu. Lakini swala la Mungu kukukumbuka kwa baraka za rohoni na za mwilini
Hilo ni swala la uhakika kabisa. Kwa ninatoa wito kwa watumishi wenzangu kumtumikia Mungu kwa fedha na mali na kila nyenzo ambayo iko kwenye mikono yetu. Na kama hivi sisi tumesajili ile gari kwa kanisa la Tanzania Assemblies of God, natoa wito pia kwa watumishi wenzangu kulingana na madhehebu mbalimbali wanayoyatumikia kuiga mfano huu. Ninaamini ni kitu kizuri. Wakati watu wengine watafanya 1, 2, 3 kwenye kuiba na kufanya hapa na pale, mimi namtia moyo huyu anayenisikiliza, kama kitu ni cha kanisa, kisajiliwe kwa jina la kanisa. Kama ni kiwanja cha kanisa, kama ni gitaa la kanisa, kama ni gari la kanisa, kama ni speaker ya kanisa, maadam ilipangwa hivyo na imenunuliwa hivyo, na tamani kusiwe kuna kona. Na huu ni wito mkubwa pia kwa watumishi wenzangu, hususan wa kanisa langu zuri sana la Tanzania Assemblies of God. Hiyo itaweka pia usalama mzuri, sio tu wa kanisa kama kiumbe hai as a living organism, ila pia kanisa kama taasisi yenye mifumo, organization. Asante sana. Kabla hatujamaliza, ninatamani uzungumze neno kwa mke wako kipenzi Loveness. Bila shaka amekuwa ni mwanamke ambaye unamjivunia. Mwanamke ambaye anaweza akakubali kubeba maono yako akatembea na wewe, na moja kati ya jambo ambalo pia lingeweza kuwa gumu kwa mwanamke mwingine kukubali kwamba tuna chombo cha usafiri, tuna watoto wadogo, na akaridhia kwamba liuzwe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Una neno gani kwake ambalo unaona linamfaa? Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwanza kwa kunipa huyu mwanamke. Maisha yangu ya mahusiano yana safari kidogo. Mimi nimemaliza form 6 kidato cha 6. I was completely single. Kama kijana wa Kikristo nilikuwa moja kama moja. Nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, shahada yangu ya kwanza. Nimekaa hostel yenye mambo mengi sana, Mabibo hostel. Lakini nimekuwa single kwa miaka yote. Sio kwamba sioni fujo zinazoendelea, ni kwa sababu nilikuwa na malengo na nikasema sioni haja ya kuwa na mahusiano leo na wakati sioi kesho. Nikajiwekea tu nidhamu ya kwamba nitachumbia mwaka mmoja kabla ya kuoa. Kwa sababu mimi sio mdau wa kuamini sana kwenye uchumba wa miaka mingi. I don't believe in that. Hasa kama kuna sababu za kimasomo au kitu kingine. Kwa nimemaliza form 6 kama kijana wa sekondari, by the way, nikamaliza single, nikaenda chuo kikuu miaka 3 single. Nimekuja kukutana na Loveness wakati ninaenda chuo cha Biblia. Yes, mimi nimesoma na kuhitimu chuo cha kwanza cha Biblia mwaka 2013. Ndio wakati ambapo tumefahamiana kwa ukaribu na Loveness na kumchumbia. Na tukafunga ndoa sasa baada mimi kumaliza Bible school. Leo tuna miaka ya ndoa at least 10 na Bwana ametubariki uzao wa watoto 3. Kwa kipindi chote ambacho nimekaa na huyu, kuanzia kwenye kile kipindi kifupi cha uchumba na hii miaka 10 ya ndoa na utumisha kuwa pamoja, tumepita kwenye mambo mengi. Jambo moja la kwanza ambalo naweza nikasema kuhusu mke wangu. Mke wangu ni mtu mtulivu. Ni mtu mtulivu ambaye hanipi heka za mjini. Unajua kuna mahusiano nakupa heka. Sasa ni mke mtulivu ambaye hajanipa heka zozote. Lakini sifa yake ya pili ni mwanamke mwenye upendo kwa familia yake. Anampenda mume wake na anamheshimu, lakini pia anapenda watoto wake, anajishughulisha na familia. Jambo la 3, mke wangu ni mkarimu na anawapenda watu. Na amekuwa na maisha binafsi pia ya mahusiano yake binafsi na Mungu. Mimi nimemkuta Loveness ameokoka. Nimemkuta Loveness ameokoka tangu udogoni. Na kimsingi ninaweza kusema kwamba kati ya mimi na yeye, ingawa nimemzidi umri, yeye amenitangulia kwenye kuwa serious na Mungu kuliko mimi. Sisi wengine tumekulia kanisani, ile unaenda kanisani na mama, utundu mwingi ukiwa mdogo, lakini mwenzangu ingawa mdogo kwangu kwa umri, lakini naonekana seriousness yake na Mungu ili nitanguliaga mapema. Kwa sababu tukikaa tunadisiana shuhuda alivyokuwa anafunga akiwa primary school, darasa la 5, darasa la 6, anaenda kanisani kwenye maombi, ana siku yake ya kufunga. Darasa la 5 la 6 mimi sikuwa na huo uwezo. Mimi nimekuja kuzinduka sekondari. Lakini mwenzangu yeye tangu primary kwenye mambo ya kiroho. Kwenye mambo ya kiroho kwa kweli tangu primary mwenzangu alikuwa na hiyo neema. Labda kwa sababu baba yake na mama yake wote walikuwa wameokoka,
Lakini mimi kwa wakati huo mama yangu tu alikuwa ameokoka. Labda huenda hicho nacho kilichangia, lakini yeye, baba na mama wote walikuwa wameokoka, na baba yake mzazi ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Mbulu Manyara. Labda hicho pia kilichangia kuongeza umakini wake wa kiroho tangu utotoni. Ila mimi mwenzake nimezinduka sekondari, lakini tangu nimezinduka tunasema tumewaka tuzimiki. Tangu nimezinduka paka leo nilivyookoka nikiwa sekondari na kujazwa Roho Mtakatifu sitasahau, paka leo ninatembea na Kristo. Kwa hiyo ninampenda Loveness kwa sababu ya vile ambavyo ni mkarimu, ni mtulivu, anampenda Mungu, ana mahusiano binafsi na Mungu, anaipenda familia yake, lakini pia kanisa tunalolitumikia analitumikia kwa moyo sana na anavumilia vingi. Mimi naweza kusema tunampenda na mheshimu, na namshukuru Mungu kwa kunipa mke kama huyu, kwa sababu kuolewa na mchungaji design ya Kabuta asiyejijali sana, wakati mwingine yawezekana pia asiyejali sana mazingira ya destiny yetu ya kesho na usalama wetu wa kiuchumi, anawaza tu yuko kingdom oriented, kingdom mindset sana. Wakati mwingine kama mwanamke pia inahitaji moyo, ni kama vile unaweka rehani destiny yako, lakini amekuwa na utulivu. Namshukuru Mungu sana. Nampenda sana mke wangu. Asante sana. Asante sana. Pengine kwa kumaliza kabisa, ninaomba useme neno kwa mwanaume anayekutazama sasa hivi, lakini pia mtumishi wa Mungu, mchungaji ambaye anamtumikia Mungu mahali fulani, kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika hapa katika kanisa lako la DPA. Una jambo gani la kumshauri, la kumtia moyo pia katika kazi yake na utumishi wa Mungu? Asante sana. Kwa mtu wa Mungu unayenisikiliza, kwa nafasi yoyote ya utumishi, sisi sote ni watumishi wa Mungu. Haijalishi ni mchungaji au sio mchungaji, uwe mwimbaji, mzee wa kanisa, shemasi, maadamu umeokoka ni mtumishi wa Mungu. Na kutia moyo kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote, nguvu zako zote na rasilimali zote ambazo Mungu ameziweka mikononi mwako. Chochote ulicho nacho, wewe ni mali ya Mungu pamoja na chochote kile ulicho nacho. Na ninaomba tuzishirikishe familia zetu katika kumtumikia Mungu, kuanzia kwenye mipango, lakini pia kwenye utendaji na vitu vingine. Ninaelewa kuna changamoto 1, 2, 3, lakini Mungu aliyekupa hiyo familia, aliyekupa huyo mwenza, aliyekupa hao watoto, hajashindwa kuigeuza mioyo yao ili wote mkanie mamoja. Ninamuombea, ninakuombea, ninawaombea wote. Mungu akupe neema ya utumishi. Amen. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa tukio ambalo mmelifanya zuri na la kupendeza. Amina. Tunamshukuru Mungu na tunamtukuza Mungu. Kwa kweli limekuwa ni tukio ambalo limefanya mioyo yetu kufurahi, kumtukuza Mungu, kumshukuru Mungu, kwa sababu hatukutarajia kama Mungu angeweza kututendea muujiza huo. Ndio. Natamani kuiona au kuisikia furaha yako. Ni siku ya kipekee sana kwako kwa hili tukio ambalo mchungaji amelifanya kwako, lakini pia kwa kanisa. Hebu niambie furaha yako ipoje kuhusiana na hili ambalo mchungaji amelifanya kwako kama mume wako? Amina. Kwa kweli moyo wangu umejawa na furaha nyingi, na niseme namshukuru Mungu, lakini pia kipekee namshukuru mchungaji, mume wangu, mchungaji Hannington Kabuta, kwa jinsi ambavyo amekuwa mchungaji mzuri, amekuwa ni mchungaji mwenye maono, amekuwa baba mzuri, amekuwa mume mzuri kwangu. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa surprise nzuri ambayo ameweza kuifanya kwangu, lakini pia sambamba na hilo tumepata gari la kanisa, na nadhani ni kwa sababu pia uongozi mzuri ambao baba anao, jinsi ambavyo ameendelea kutulea kama kanisa vizuri, ndio maana pia tumeendelea kutumika na kufanya kazi na yeye vizuri, kuhakikisha lile ambalo ametamani kufanya kwa ajili ya Mungu linafanyika. Niliona kuna muda kidogo wakati mchungaji anaongea pale madhabahuni, nikaona machozi yamekutoka, yani nikaona serious ile unalia kabisa. Ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukasisimka kiasi kile mpaka kulia? Kwanza kabisa maneno ambayo mchungaji alikuwa anaongea, yani mume wangu, ni maneno ambayo alikuwa anaendelea kugusa moyo wangu kwa namna ya tofauti sana.
alikuwa anatamka kwa hisia sana na alinifanya nikakumbuka mambo mengi ambayo tuliyapitia nyuma na nini, na jinsi ambavyo tulikuwa tunatiana moyo tukiamini ya kwamba upo wakati ambao Mungu atafanya pia kwa ajili yetu, na naona jinsi ambavyo Mungu anaendelea kufungua milango ya baraka na madirisha ya baraka kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nilifikiria vitu vya hivyo ambavyo vilipelekea kunifanya nitoke machozi ya furaha. Ndio. Ulikuwa na ndoto za kuendesha gari hivi karibuni? Nisiwe muongo, kwa sababu ya mipango yetu na mikakati yetu kama familia na hata kwa habari ya huduma ilikuwepo, lakini ilikuwa sio karibuni kama ambavyo limetokea. Kwa hiyo kwa mimi imekuwa surprise, na namshukuru Mungu kwa hilo. Nasema tena namshukuru na mume wangu mpenzi kwa surprise aliyonifanyia. Sikutarajia ingekuwa haraka hivi, lakini imekuwa. Nimepokea kwa shukrani sana. Natamani nisikie neno lako kwa mume wako kipenzi kwa hiki ambacho amekifanya. Ni kitu gani ambacho unamwambia kwa siku hii special sana kwako? Popote pale alipo, nataka kusema mume wangu Hannington Kabuta, ninampenda, ninamheshimu na ninamwombea Mungu azidi kumtunza na kumhifadhi kwa ajili yetu na kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu ni baba ambaye nimeona na kitu cha kipekee ndani yake. Kwa hiyo mimi namwombea neema ya Mungu izidi kuwa juu yake, ili azidi kuwa faida kwa watu wengi, azidi kuwa baraka kwa watu wengi. Ninamwombea ulinzi, na kama mke wake ninamwahidi kumsapoti na kuwa naye kwenye yale maono ambayo yapo ndani yake. Sitamwangusha na nitashirikiana naye kwa namna moja au nyingine kwa kadiri ambavyo Mungu ataniwezesha. Ndio. Kwa neno la mwisho natamani kuniambie kupitia hili ambalo limefanyika, wewe kama mwanamke, kama mama mchungaji, limekufunza nini? Hili lililofanyika nikizungumza kutoka moyoni mwangu kama mwanamke na kama mama mchungaji, linanifundisha kwamba unapokuwa mnyenyekevu na mvumilivu, kuna namna ambavyo utakula matunda. Kwa hiyo mimi naona naanza kula yale matunda japo yamekuwa mapema, lakini yes. Kwa hiyo naona ni neema tu ya Mungu. Kwa hiyo uvumilivu na unyenyekevu imekuwa ni kitu ambacho ndo kimepelekea haya yote. Yaani kama mwanamke na kama mwanamke yoyote yule ambaye yupo kwenye utumishi, whether anatumika yeye kama mchungaji au mama mchungaji, changamoto zipo nyingi kwenye huduma, na kikubwa mimi nasema ni kumwamini Mungu. Yaani regardless unapitia nini, lakini muamini Mungu katika yote unayoyapitia. Yupo Mungu ambaye ni mshindi, yupo Mungu ambaye anafanya mlango wenyewe kuvuka. Kwa hiyo kwa sisi amefanya katika mengi ambayo tumepitia ambayo yamekuwa magumu kama mama au kama mama mchungaji. Mungu ameendelea kunitia nguvu. Kiukweli niseme sio kwa uwezo wangu. Yako mambo ambayo unayapitia ni ya kukatisha tamaa, lakini Mungu ameendelea kunitia moyo, na ndio maana haya yametokea, labda ameamua pia kunifurahisha kwa namna fulani. Kwa hiyo uvumilivu ndio kitu ambacho ni kikubwa, na kumtegemea Mungu. Yes. Kwenye safari yako ya utumishi toka ulipoolewa na mchungaji Kabuta, kuna mambo gani ambayo umeyajifunza kwenye huduma yake na utumishi wake haswa ukiwa kama mama mchungaji? Maana umesema kuna mengi ambayo mliyapitia ambayo yalipelekea yamkini mpaka yakakutoa machozi. Hebu niambie ushuhuda mmoja ambao huwezi kusahau. Ambacho nimekijifunza kwenye utumishi wa mume wangu, huyu baba amekuwa ni baba tofauti kama ambavyo nimekuambia. Yaani hata mkipita kwenye mazingira magumu kiasi gani, ni baba ambaye ana imani na anamwamini Mungu anayemtumikia. Kwamba hata tukipungukiwa kwa kiasi gani, atakutia moyo, mke wangu, katika hili tutavuka. Katika hili Mungu atatuvusha. Kwa hiyo nimeendelea kuamini yale maneno, na nimeendelea kumwamini Mungu, na nimeona katika mazingira mengi magumu ambayo tulipita, kwa sababu ya ile imani ambayo tumeiweka ndani ya mioyo yetu, Mungu ameendelea kutuvusha. Yaani siwezi nikasema moja kwamba tulipita kwenye hiki, lakini ni mengi niseme. Ni mengi, lakini katika yote tulikuwa tuna imani ya kuamini kwamba iko siku Mungu atatuvusha. Ni mapito kama mapito mengine. Kwa hiyo ule moyo wa ujasiri wa kuamini kwamba Mungu anaweza. Na ni mtumishi ambaye pia anapofanya jambo au anapoanza kufanya jambo fulani, yani ni mtu ambaye anaamini katika kile ambacho anakiweka, kwa sababu anamtanguliza Mungu. Kwa hiyo huwa sio mtu wa kukata tamaa. Atahakikisha lile jambo ambalo amelianzisha
kwa msaada wa Mungu linatoa matokeo. Kwa hiyo mimi nimeona tumeanza katika hali ya ugumu, katika hali ya kupungukiwa, katika hali ya uchache, lakini kwa sababu ya ile imani na ule moyo wake wa kutokukata tamaa, ni vitu ambavyo nimeendelea kujifunza kwake. Kwa hiyo hata mimi ninapoanza jambo langu au unapotamani kufanya jambo fulani, ule moyo wa uthubutu na kuendelea na kuwa na imani kwamba katika hili mimi nitavuka, nisikate tamaa. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata washirika wanajua kwamba baba yetu ni mtu ambaye huwa hakati tamaa. Akisha invest muda wake au pesa yake kwenye kitu fulani, huwa anaweka nguvu yake yote. Anaweka maombi pale. Na mwisho wa siku tunaona matokeo. Ndio. Labda kwa kumalizia kabisa, sema neno moja kwa binti anayekutazama. Kuna binti ambaye anatamani, jamani, ninawish ningekuwa kwenye sehemu hiyo ya mama mchungaji. Hebu mpe siri, ni kitu gani ambacho kimefanya ukafika hapa ulipo, lakini pia mume wako akafanya haya ambayo ameyafanya kwako. Lakini nimesikia pia kuna washirika wanakusemea vizuri, mama mchungaji ni mama mwenye hekima, ni mama mnyenyekevu. Sema neno moja kwa binti ambaye anakutazama sasa hivi, ukiwa unazungumza naye pia sasa pale kwenye Kilongalonga. Ninashukuru, asante sana. Kwa mabinti ambao wamepata neema au watapata neema ya kunisikiliza, mimi nini ambacho natamani kuwaambia mabinti ambao bado hawajapata neema ya kuingia kwenye ndoa? Kwanza ninawaombea Mungu awasaidie, Mungu awape waume wazuri ambao watawapenda na watakuwa na hofu ya Mungu, kwa maana ya kwamba mtasaidiana na kushirikiana kwa habari ya kumtumikia Mungu. Kwa sababu haya maisha pasipo kumtanguliza Mungu, usalama wetu haupo. Kwa hiyo salama yetu ni kuwa ndani ya Kristo. Kwa ile ambalo limetokea kwangu, nini ambacho natamani kuwaambia? Kwanza msiogope, anapokuja mtumishi wa Mungu anatamani kukuoa ukawe mama mchungaji, usiogope. Yaani mpaka mtumishi huyo ameona wewe unafaa, ina maana kuwa Mungu amesema na yeye. Kwa hiyo usiogope, wewe lipokee kwa furaha kabisa, naamini ya kwamba utaweza, kwa sababu yupo Mungu ambaye atakutia moyo, Mungu ambaye atakuwezesha na kukusaidia. Kwa sababu hatuwezi peke yetu. Tunamtegemea huyu Mungu, ndiye ambaye anatusaidia katika kila kitu. Na katika yeye tunaamini kwamba tunayaweza mambo yote. Kwa hiyo utakapopata neema sasa ya kuingia kwenye ndoa, utumishi hujawahi kuwa mrahisi. Una ugumu wake, lakini kwa nini utakuwa mrahisi? Utakuwa mrahisi kwa sababu ya vile mnavyomtegemea Mungu. Mioyo yenu itajawa na nguvu na tumaini, kwa sababu mtajua kwamba hata katika yote mtakayoyapitia yupo Mungu ambaye atawatetea na kuwavusha. Na tunapoingia kwenye ndoa, hasa sisi ambao tunakuwa tumeolewa na watumishi wa Mungu, yani uvumilivu ni kitu cha kwanza. Uvumilivu ni kitu cha kwanza. Yani jua kwamba mtapita, kwa sababu vita ni kubwa. Yani vita ni kubwa kwenye ulimwengu wa mwili, kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo zipo nyakati ambazo mtapita ambazo ni ngumu. Kuwa mvumilivu na kuendelea kumtegemea Mungu hata katika nyakati hizo. Ndio silaha pekee ambayo mimi nasema itatusaidia na itatuvusha. Kwa hiyo ninawatia moyo wa uvumilivu, mtegemee Mungu, muombe Mungu kwa kila jambo. Kwa hiyo hata zile nyakati ngumu zitakapokuja, nyie mtamtizama Mungu na kumwambia Mungu, katika hili tutashinda, katika hili tutavuka. Ndio. Baraka sana mama mchungaji. Amina, Mungu akubariki sana. Asante sana. Natakie huduma njema na utumishi. Amina. Amina. Lilikuwa ni tukio la baraka na mahojiano mazuri kati ya mtumishi wa Mungu mchungaji Kabuta pamoja na mke wake Loveness. Hakika umekuwa ni wakati mwema na wa baraka sana katika yale mazuri ambayo tumejifunza, pia kupitia yale ambayo yamefanyika katika maisha yao. Kuna kipi cha kujifunza kati yangu mimi na wewe, kwamba Mungu ni namba moja, na ukimpenda Mungu na hayo mengine yatakuja. Ametushuhudia namna ambavyo kwa muda mfupi haya yote yameweza kupatikana. Amekuepo hapa kwa miaka 5, lakini ndani ya miaka 5 unaweza kuona mambo makubwa ambayo yamefanyika. Lipo kanisa kubwa pia ambalo linajengwa hapa, zuri kabisa la kisasa. Ninaamini bila Mungu haya yote wasingeweza kuyafanya. Mungu ambaye wamemtanguliza wakaamua kumweka Mungu mbele katika yale ambayo wanayofanya, yameweza kufanikisha haya. Bila shaka na wewe utajifunza kitu kama mtumishi wa Mungu, kama ambavyo na yeye alijitanguliza akaamua kuuza hata usafiri wake wa familia kwa ajili ya kuinvesti kwenye kazi ya Mungu. Mungu ambaye anasema ukimtanguliza yeye kwanza, mengine atakuzidishia. Hakika amemzidishia na zaidi ya yale ambayo
alikuwa nayo na pengine aliyatazamia. Basi nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa mdau mzuri wa kituo chako bora cha matangazo cha NYTV. Ulikuwa na mimi Messi Malio, na Mungu wa mbinguni akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi vingine, lakini nikukumbushe kusubscribe channel yetu ya NYTV ili uwe wa kwanza kuhabarika na matukio pale ambapo tunakuwa tumeyarusha kupitia kituo chako cha matangazo cha NYTV.